Mheshimiwa Spika, takwimu zinaonyesha kuwa wastani wa gharama za mawasiliano ya simu kwa bei ya dakika ndani ya mtandao bila kifurushi zimeendelea kubakia wastani wa shilingi 26 kutoka mwezi Juni mwaka 2024 hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025, wakati bei ya dakika nje ya mtandao bila kifurushi imeendelea kubakia wastani wa shilingi 28 kutoka mwezi Juni 2024 hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025. Mwenendo wa gharama za rejareja za data bila kifurushi na kwenye kifurushi zimeendelea kupungua. Aidha, katika robo ya mwaka inayoishia Machi 2025, gharama za data ndani ya kifurushi zimeshuka kwa kiasi kidogo na kufikia shilingi 2.12 kwa megabyte kwa mwezi Aprili mwaka 2025 ikilinganishwa na shilingi 2 na senti 16 kwa megabyte mwezi Juni mwaka 2024. Usajili wa vikoa umeongezeka kufikia vikoa 33,494 mwezi Aprili mwaka 2025 ukilinganisha na vikoa 30,090 vilivyosajiliwa kipindi kinachoishia mwezi Juni mwaka 2024. Hili ni ongezeko la vikoa 3,404 sawa na 11.3%. Mheshimiwa Spika, niruhusu sasa nifanye mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2024-2025 nikianza na ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari iliidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 100.7 kutokana na mauzo ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano, habari na machapisho ya picha, mabango na majarida. Hadi kufikia mwezi Aprili 2025, wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 56.2 sawa na 55.8% ya lengo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 wizara iliidhinishiwa kutumia shilingi bilioni 180.9. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 38.9 ziliidhinishwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 24.99 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 13.9 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, shilingi bilioni 142 iliidhinishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo shilingi bilioni 116.4 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 25.6 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwezi Julai mpaka Aprili 2025, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 161.6 sawa na 89.3% ya shilingi bilioni 180.9 ya fedha zilizoidhinishwa na Bunge katika mwaka wa fedha 2024-2025. Kati ya fedha zilizopokelewa, shilingi bilioni 13.4 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 11.1 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 137.1 ni fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha za miradi ya maendeleo zinajumuisha shilingi bilioni 78.9 za ndani na shilingi bilioni 58.2 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024 katika kipindi cha Julai 2024 mpaka mwezi Aprili 2025, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari tumefanikiwa kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, kuandaa rasimu za mapendekezo ya kutunga sera mpya ya taifa ya tehama ya mwaka 2025 na kuhuisha sera ya taifa ya posta ya mwaka 2003 na kuwasilisha katika ngazi za maamuzi ndani ya serikali kwa ajili ya kuridhiwa. Pili, kufanya mapitio ya kanuni 7 za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ambazo ni kanuni za maudhui mitandaoni, kanuni za ubora wa huduma za mawasiliano, kanuni za leseni, kanuni za posta, kanuni za timu ya uitikiaji wa majanga ya mtandao, kanuni za usajili wa laini za simu na kanuni za viwango vya ubora wa vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki na usimamizi wa taka zinazotokana na vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki. Tatu, kuunganisha mifumo 898 ya kutolea huduma kati ya mifumo 514 ni ya serikali na mifumo 384 ni ya sekta binafsi katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha mifumo inasomana. 4, kusambaza na kusimika vifaa vya mkutano mtandao yani video conference kwenye halmashauri 100 nchini. 5, kukamilisha ujenzi wa minara 482 kati ya minara 758 iliyopangwa kujengwa katika kata 713 sawa na 63.6 kupitia mradi wa Tanzania Kidigitali. Aidha, minara 304 kati ya minara yote 304 iliyopangwa kuongezwa nguvu
imetekelezwa kwa 100%. 6. Kuanza ujenzi wa minara ya simu na redio 636 ambapo hadi Aprili mwaka 2025 minara ya simu 141 imekamilika, na katika hiyo minara 68 inatoa huduma za mawasiliano. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.